ofisi hiyo mwanasheria mkuu wa serikali. Karibu sana. Wakati anakuja tumkaribishe kwa makofi mengi. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kufika hapa siku ya leo tunapokutana kwenye mkutano mkuu wetu wa Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania. Mkutano huu, Mheshimiwa Rais, unakuwa wa 4 tangu ulipozindua chama hiki kule Dodoma mnamo tarehe 29 Septemba mwaka 2022. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee naomba kukuchukua nafasi hii kukushukuru kwa dhati kabisa kwa kukubali, pamoja na shughuli nyingi ulizonazo, kuwa mgeni rasmi katika mkutano wetu huu wa mwaka. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, umekipa chama hiki heshima kubwa. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Lakini pia nikushukuru kwa uongozi wako thabiti, kwa namna ambavyo unaliongoza taifa letu katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo ya kiuchumi, uwekezaji, amani na usalama, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kitaifa na kimataifa. Nitumie hadhara hii, Mheshimiwa Rais, pia kukushukuru kwa dhati ya moyo wangu kwa imani yako kwangu kuniteua kwa awamu nyingine tena kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ahadi yangu kwako, Mheshimiwa Rais, ni kuchapa kazi kwa bidii ili kusaidia kutumikia wananchi wetu. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wote waliohudhuria, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa waziri na manaibu waziri, makatibu wakuu, wabunge na viongozi wote ambao wametupa heshima siku hii ya leo. Sina maneno mazuri zaidi ya kusema. Asanteni sana na karibuni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Mheshimiwa Rais, siku ya leo ni siku ya kihistoria kwa Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania. Historia itabaki kukumbuka kuwa wewe ndiye uliyekizindua chama hiki jijini Dodoma mwaka 2022. Kitendo hicho hakikuwa tu uzinduzi wa chama kipya cha kitaaluma, bali ilikuwa ni hatua ya kimkakati ya kuimarisha taaluma ya sheria serikalini na kujenga mshikamano wa mawakili wa serikali nchini. Mheshimiwa Rais, tangu ulipokizindua chama hiki kimeendelea kukua na kuimarika na kupata mafanikio mbalimbali. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya mkutano mkuu wa Chama cha Mawakili wa Serikali mwaka huu ni haki, wajibu na utawala wa sheria, ni msingi wa utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Mheshimiwa Rais, tangu umekizindua chama hiki tumepata mafanikio mengi sana, lakini kwa muktadha na kwa madhumuni ya muda, naomba nizungumzie moja tu kati ya mafanikio haya. Nayo ni mradi wa kuandika kitabu kinachojulikana kama Falsafa ya Sheria ya Mama Samia. Ni kazi ambayo imefanyika kwa muda wa takriban mwaka mmoja. Tulichokuwa tunajiuliza wakati ule kwamba hivi tangu mwezi Machi 2021 sheria hizi mbalimbali ambazo tumekuwa tukirekebisha na sheria mbalimbali ambazo zingine tumekuwa tukitunga au zingine kuzifuta, kumekuwa na athari gani katika jamii na uchumi wa taifa hili? Tuliona ni vizuri tukadokumenti kupitia kitabu, na ndio maana tukaja na dhana hii ya Falsafa ya Sheria ya Mama Samia. Utekelezaji wake katika mageuzi ya kiuchumi na kijamii tunaita Mama Samia Doctrine of Law.
Kitabu kimeandikwa, kupitiwa na kuhakikiwa na timu ya waandishi na wahariri wenye uwezo wa kuchambua sheria na matokeo ya maendeleo kwa pamoja, ambayo iliongozwa na Profesa Ambrose Kesi ambaye ni msomi, mtafiti na mtaalamu wa utawala wa umma na sera. Wazo la kitabu lilizaliwa kutokana na tafakari ya kina kuhusu mwelekeo wa uongozi wako, Mheshimiwa Rais. Sisi tulitaka kujiuliza, katika kipindi hiki cha uongozi wako, sheria imetumika kwa namna gani kuleta mageuzi? Lakini tukataka kujiuliza, kuna mantiki inayounganisha marekebisho ya sheria, mabadiliko ya sera, maboresho ya taasisi na matokeo ya kiuchumi, kiujamii, katika jamii? Kuna mantiki. Lakini tukataka kujiuliza, je, tunaweza kueleza kwa ushahidi kwamba sheria imeweza kutumika zaidi kama chombo cha maendeleo na sio chombo cha udhibiti pekee? Hayo, Mheshimiwa Rais, ndio maswali tuliyokuwa nayo. Nataka kuyapima kwa utafiti na uchambuzi na kuja na falsafa ya sheria ya Mama Samia ambayo ilitupa majawabu ambayo kwa kusema kweli, Mheshimiwa Rais, tulistaajabu. Tuliona kuwa katika awamu ya 6 kuna mwelekeo unaojitokeza wazi na bayana kutumia sheria, sera, taasisi na mifumo ya utekelezaji kujenga mazingira ya maridhiano, uwekezaji, uwazi, huduma, haki na maendeleo ya wananchi. Mwelekeo huu, Mheshimiwa Rais, haukuonekana katika sekta moja tu, bali tumeuona katika sekta mbalimbali wakati tunafanya utafiti na uchambuzi. Umeonekana kwa mfano katika kodi, umeonekana katika mapato, umeonekana katika uwekezaji, umeonekana katika nishati, ardhi, lakini matumizi ya tehama, utalii, elimu, misaada ya kisheria, hifadhi ya jamii, utawala bora, PPP, manunuzi ya umma, namna yalivyoboreshwa, yamebainishwa vizuri kwa ushahidi mtakapokuwa mnakisoma kitabu hiki muhimu kwa uchumi wa taifa letu. Ndio maana tuliona ni muhimu kuweka mwelekeo huu katika kitabu ili uweze kusomwa, kuchambuliwa, lakini na kukosolewa pia, kuboreshwa na kutumika kama rejea nzuri ya sera na sheria. Mheshimiwa Rais, kitabu cha falsafa ya sheria ya Mama Samia hakikuandikwa kama maandiko ya sifa tu. Kiliandikwa kama kazi ya uchambuzi unaothibitishwa na ushahidi. Wazo letu sisi, Mheshimiwa Rais, halikuwa kusema kuwa kila jambo limekamilika. Hapana. Wazo letu lilikuwa ni kuchunguza kama mageuzi yale ya kisheria, Mheshimiwa Rais, uliyoyafanya na kisera tangu mwezi Machi 2021 yanaonyesha mfumo unaoweza kueleweka, lakini je, kupimwa, lakini na kujadiliwa kitaaluma. Ndio maana Mheshimiwa Rais, wakati tunakizindua kitabu hiki, tuliamua tukizindue Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na maprofesa wale ndio walikuwa wachambuzi wakubwa wa kitabu hiki. Kwa hiyo siku ya Ijumaa tarehe 10 tumekuwa na mjadala mzuri na maprofesa, na wametupa ushauri mzuri katika siku za usoni kama tutakuwa tunaandika edition zinazofuata. Tulitaka kuhamisha mjadala kutoka kwenye kauli za jumla, maana kumekuwa na kauli za jumla, kwenda kwenye ushahidi wa kisayansi kupitia kitabu hiki. Kwa maneno mengine, tulitaka kuuliza, sheria imebadilishwa, lakini matokeo yake ni nini? Sera imetangazwa, lakini imeleta nini sera hii?
taasisi imeanzishwa, wakati mwingine kuimarishwa, lakini imeongeza ufanisi gani? Bajeti imetengwa, na wakati ule tunapokuwa tunapitisha bajeti ile finance bill, tunabadilisha sheria nyingi kusupport ile bajeti, lakini bajeti hiyo imemfikia nani na kumgusa nani? Kitabu hiki kimechambua kwa kina na kwa ushahidi, ili Watanzania wakasome na wapate kuelewa. Majibu hayo yamechambuliwa kwa kina vizuri katika kitabu hiki kizuri. Kwa mtazamo wa Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Rais, hoja hii ni muhimu sana, kwa sababu inatusaidia hata tunapokwenda siku za usoni. Kwa mujibu wa majukumu yetu ya kikatiba ya kisheria, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali ina wajibu wa kuishauri serikali kuhusu uandishi wa sheria, utungaji wa sheria, lakini mikataba, utungaji wa sheria na tafsiri ya sheria, na kulinda maslahi ya umma. Sasa lakini wajibu huo haupaswi kueleweka kwa mtazamo finyu wa kisheria pekee. Ushauri wa sheria una thamani pale unapoisaidia serikali kufanya maamuzi yanayolinda maslahi ya taifa, yanayoleta maendeleo, yanayopunguza migogoro, yanayovutia uwekezaji, yanayowezesha wananchi kupata haki kwa wakati, lakini pia kupata huduma iliyo bora. Ndio maana tuliona dhana ya falsafa ya sheria Mama Samia, yani Mama Samia Doctrine of Law, kama dhana yenye maana pana sana. Inatukumbusha kwamba sheria si maandishi tu. Sheria ni miundombinu ya taifa, kwa maana ya kwamba sheria ikiandikwa vibaya inaweza kuchelewesha maendeleo. Sheria ikiwa na utata inaweza kuongeza migogoro. Lakini sheria ikiwa nzito sana kupita kiasi inaweza kukatisha tamaa uwekezaji na biashara, na hivyo kudhoofisha maendeleo ya uchumi. Sheria nayo ikiwa dhaifu inaweza kuruhusu matumizi mabaya ya madaraka na upotevu wa rasilimali za taifa. Lakini sheria, Mheshimiwa Rais, ikiandikwa nzuri, ikiwa wazi, inayotabirika na inayotekelezeka, na ambayo inashabihiana na dira ya taifa hilo, inaweza kuwa msingi wa uchumi imara, msingi wa taasisi zenye uwezo, wananchi wenye haki na jamii yenye amani. Mheshimiwa Rais, hoja zinazojadiliwa katika kitabu cha falsafa ya sheria ya Mama Samia zinaakisi kauli mbiu ya mkutano wetu huu mkuu wa mawakili wa serikali. Ni kwa msingi huo ndio maana nimeona nitoe hotuba yangu kwa kuishabihisha na kitabu hichi kizuri ninachokirejea. Utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 unahitaji uwepo wa sheria bora zinazoshabihiana na dira na nguvu za kiuchumi. Na Mheshimiwa Rais, umenipa maagizo na umenipa maelekezo kwamba nihakikishe kwamba tunashabihisha sheria yetu na dira hii ya 2050, kwani tunafahamu kwamba sheria zisiposhabihiana na dira tunaweza tukachelewa kufikia malengo yetu. Mheshimiwa Rais, katika vitabu vitakatifu tumeelezwa kule, tumesoma kisa cha Nabii Musa au Moses alipokuwa anatakiwa kuhama kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi, watoke kule utumwani. Safari hiyo haikuwa nyepesi kwa sababu walikuwa wanafukuzwa na jeshi la Firaun au Farao, na walipofika katika bahari ile ya Shamu au Red Sea, Mwenyezi Mungu alimwambia apige fimbo maji yafunguke na wavuke, na alipofanya hivyo maji yalifunguka na wakavuka. Lakini jeshi la Farao lilipofika katikati, maji yakajifunga, wakafa wote. Sasa wao wanaenda nchi ya ahadi, na kwa namna tulivyosoma vitabu hivyo vitakatifu, hiyo nchi ya ahadi ni pale Kanaani, kilomita 350 kutokea pale. Lakini wao wamekwenda kufika huko kwa miaka 40.
ilikuwa ni safari hardly ya mwezi mmoja kwa usafiri uliokuwa na kwenda, maana ya kwamba wangekata kushoto, wangepita kaskazini mwa mlima Sinai, wakateremka kuingia magharibi mwa Jordan, wakatokea mji wa Akaba. Fika mji wa Akaba, unateremka bonde la Jeriko, unatokea ukanda wa Gaza, umefika Kanaani. Wanasema nchi ya asali na maziwa. Lakini hao wamechukua miaka 40. Inasemekana ni kwa sababu hawakuwa na kanuni na miongozo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, maagizo yako nimeyapokea kwa moyo mkunjufu na kwa uzito wake, kwa sababu tusipokuwa na legal framework hiyo 2050 malengo yake hatufiki, au tutafika tumechelewa kama kaumu Musa. Mheshimiwa Rais, katika ukusanyaji wa uchambuzi wa taarifa wa kitabu hichi kizuri, tulisisitiza mambo matatu. Kwanza, kutofautisha kati ya matamko ya sera na matokeo ya utekelezaji. Tofautisha. La pili, kutofautisha kati ya miradi iliyotangazwa, miradi iliyosajiliwa na matokeo halisi. Na tatu, kuonyesha changamoto pamoja na mafanikio. Kwa maana hiyo, kitabu hiki hakikusudiwi kuwa taarifa ya sherehe tu, ni andiko la uchambuzi wa sera na sheria kwa ushahidi. Mheshimiwa Rais, kitabu hiki cha falsafa ya Mama Samia kimetumia mbinu ya kuchanganya nyaraka, takwimu na uchambuzi wa kitaasisi na vyanzo kutoka wizara na taasisi mbalimbali, na kimepangwa katika sura zinazounganisha nadharia, sheria, takwimu na matokeo. Sura ya mwisho ya kitabu inatoa mapendekezo na hitimisho kuhusu namna sheria inaweza kuendelea kutumika kama chombo cha maendeleo. Mheshimiwa Rais, kitabu hiki, moja ya hoja tunazozisisitiza ni kwamba sheria lazima ipimwe kwa matokeo. Haitoshi kusema kwamba sheria imetungwa. Lazima tujiulize, imeongeza nini? Imeboresha nini? Imefungua fursa gani? Imeondoa kikwazo gani? Imeongeza uwajibikaji kiasi gani? Imefanya huduma zipatikane kwa wananchi wangapi? Au kama imeleta changamoto mpya ni ipi, tuibaini na turekebishe tena. Huu, Mheshimiwa Rais, ndio mtazamo wa sheria kama chombo cha maendeleo. Mheshimiwa Rais, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kama taasisi muhimu katika kuunganisha sheria na maendeleo haiwezi kubaki kuwa ofisi ya kutoa maoni ya kisheria kwa njia ya kawaida pekee. Lazima kiwe kitovu cha kuhakikisha kuwa serikali inatunga sheria bora, inaingia kwenye mikataba bora, inalinda rasilimali za taifa, inapunguza migogoro ya kisheria, inaimarisha ubora wa sheria, upatikanaji wa haki, na inasaidia kujenga mazingira bora ya uwekezaji, huduma pamoja na maendeleo ya kijamii. Ndio maana kama ofisi, ili kuyafikia malengo ya Dira 2050, tutaendelea kusisitiza mambo kadhaa, ikiwemo utafiti, lakini na ubora wa utungaji wa sheria. Sheria liwe ni zao la utafiti, lazima ziwe wazi, zenye mantiki, zinazotekelezeka, lakini ambazo zimesabihishwa na Dira ya 2050 ili kuepuka kufika huko kwa kuchelewa au kushindwa kabisa. Maana kwenye kile kisa cha Nabii Musa hakufika na wengine hawakufika, waliishia njiani. Mheshimiwa Rais, kitabu hiki cha falsafa ya Mama Samia kinatukumbusha kuwa falsafa nzuri lazima ikubali changamoto. Kwa hiyo moja ya nguvu za kitabu hiki, Mheshimiwa Rais, ni kwamba hakisemi kuwa kila kitu kimekamilika. Hapana. Kimekubali na kimeonyesha changamoto katika uratibu wa taasisi, utekelezaji wa baadhi ya sheria. Kule tumeona kuna changamoto, mzigo wa kodi na tozo kwa baadhi ya makundi, migogoro ya ardhi tumechambua vizuri, tumeona changamoto, lakini changamoto za tehama, tofauti kati ya maeneo ya mijini na vijijini, uhitaji wa data bora, na changamoto za kufanya mageuzi kuwa endelevu, yani sustainability. Na maprofesa wale wakati wanachambua wametupa ushauri mzuri katika kushughulikia changamoto hizi, lakini katika kuhakikisha kwamba tunapoandika sheria siku zijazo kushabihisha na dira, mambo gani tunatakiwa kuyazingatia. Nasi tumeyapokea mapendekezo yale
kwa moyo mkunjufu na tutayafanyia kazi. Serikali inayojifunza, Mheshimiwa Rais, haiogopi kuona changamoto. Inaona changamoto kama mwaliko wa kuboresha, yani invitation towards improvement. Kwa hiyo kitabu hiki kinapendekeza mfumo wa ufuatiliaji na tathmini wa mageuzi ya sheria na sera. Wamependekeza vizuri sana. Hili ni pendekezo muhimu sana. Kila sheria kubwa au mageuzi makubwa ya kisera yanapaswa kuwa na viashiria vya matokeo, yani zile key results area. Sasa tuulize, sheria hii imeleta mabadiliko gani baada ya miaka miwili? Kwa mfano, baada ya miaka mitano imeongeza uwajibikaji, imeongeza mapato, imeongeza uwekezaji, imeongeza haki, imeondoa urasimu, imeleta changamoto mpya? Inahitaji marekebisho gani? Huu ndio utamaduni wa kisasa wa kutunga na kutekeleza sheria kama chombo cha maendeleo. Mheshimiwa Rais, kwa mtazamo wangu, kitabu cha falsafa ya Mama Samia kina ujumbe kwa makundi mbalimbali. Kwa watunga sera, ujumbe ni kwamba sheria na sera lazima zitokane na utafiti na ushahidi na lazima zipimwe kwa matokeo. Kwetu sisi mawakili wa serikali, ujumbe ni kwamba taaluma yetu ina wajibu wa moja kwa moja katika maendeleo ya taifa. Tunatakiwa kuwa wawezeshaji. Kwa sekta binafsi, ujumbe ni kwamba serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara, lakini biashara nazo lazima ziheshimu sheria, zilipe kodi kwa uadilifu na zishiriki katika maendeleo. Lakini kwa vyuo vikuu, ujumbe ni kwamba tafiti za sheria na sera zinahitajika zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Kwa wananchi, ujumbe ni kwamba sheria ni mali yao. Sheria ipo kwa ajili ya kulinda haki zao, kufungua fursa na kuboresha maisha yao. Sheria ina thamani pale inapobadilisha maisha ya watu. Mheshimiwa Rais, kwa mara nyingine tena napenda kukushukuru kwa uongozi wako thabiti na kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali unaohusiana moja kwa moja na hoja ya kitabu cha falsafa ya sheria hii ya Mama Samia. Sheria zikitungwa zinahitaji kusimamiwa. Sera zikitangazwa zinahitaji utekelezaji. Bajeti zikipitishwa zinahitaji matokeo. Kwa hiyo uwepo wako hapa leo unaunganisha fikra ya kitabu hiki na utekelezaji wa serikali. Kwa upande wetu, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, tutaendelea kuratibu na kushirikiana na wadau wote katika kuboresha sheria, kusimamia upatikanaji wa haki kwa wakati, kuimarisha ushauri wa kisheria kwa serikali, kusimamia mikataba, kupunguza migogoro na kuhakikisha kuwa sheria zetu zinaendelea kuwa chombo cha maendeleo ili hatimaye malengo ya Dira 2050 yaweze kufikiwa. Mheshimiwa Rais, chama hiki ulichokizindua mpaka sasa, wakati huo nakizindua kilikuwa na wanachama 2652. Lakini sasa tumefikia takribani wanachama 4000 na leo umepita umewasalimia wengine wako kule. Chama hiki ni zao lako wewe mwenyewe. Tunakushukuru sana, tunakupenda na tunakuombea dua kwa kuanzisha chama ambacho kinawagusa wananchi moja kwa moja bila kuwatoza pesa yoyote kwa huduma tunazozitoa katika Mama Samia Legal Aid Campaign. Mheshimiwa Rais, chama bora cha kitaaluma ni kile ambacho kinaisaidia serikali katika kufikia malengo yake na sio kuitikisa au kuiumbisha serikali. Mheshimiwa Rais, naomba nirudie. Chama bora cha kitaaluma ni kile ambacho kinaisaidia serikali katika kufikia malengo yake na sio kuitikisa au kuiumbisha serikali. Mheshimiwa Rais, tunaendelea kukushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kuboresha mazingira ya utendaji kazi ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa kweli tunakushukuru sana. Sasa hivi mazingira yetu yameboreka sana. Kwa kumalizia, napenda kurejea ujumbe mkuu wa kitabu nilichokielezea. Sheria ina thamani pale inapobadilisha maisha ya watu. Sheria ina thamani pale inapoongeza haki, inapolinda utu, inapofungua fursa, inapoongeza uwajibikaji, inapovutia uwekezaji, inapoongeza mapato ya serikali, inapoboresha elimu na afya, inapofikisha nishati kwa wananchi,
inapolinda taarifa zao, inapopunguza migogoro na inapojenga imani katika serikali na wananchi. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Chama cha Mawakili wa Serikali na waandishi wa kitabu hiki cha falsafa ya Mama Samia kwa kazi nzuri walioifanya. Kwa kweli wametusaidia na wametufungulia dira kadri tutakavyokuwa tunaendelea kuboresha kazi zetu. Hii ndio maana ya falsafa ya sheria ya Mama Samia. Ni wito wa kuifanya sheria iwe hai, ni wito wa kuifanya sheria iwe daraja la maendeleo. Lakini falsafa ya sheria ya Mama Samia ni wito wa kuhakikisha kuwa kila sheria tunayotunga au kurekebisha inaleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Lakini pia falsafa hii ni wito wa kuifanya sheria iguse na kubadilisha maisha. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa napenda kukushukuru. Kitabu hiki hapo baadaye tutakukabidhi kama zawadi yako, maana haya ni maono yako, sisi tumeweka ushahidi kwa maandishi. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, naomba nikushukuru na asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tuongeze makofi mengi sana kwa mwanasheria mkuu wa serikali, na hasa kwa maelezo mazuri aliyotoa juu ya kitabu